Kuna mdau mmoja hapa alikuwa ameuliza swali baada ya kuwa nimefundisha habari ya lugha, chimbuko la lugha na jinsi ya kuelewa hizi lugha. Lugha za zamani zinaweza zikawa nyingi. Zinaweza zikawa nyingi sana, sio zinaweza zikawa nyingi, ni nyingi, ni nyingi. Haimaanishi kwamba tukisema lugha fulani ni ya kale zaidi haimaanishi kwamba eti wengine walikuwa hawaongei. Inakuwa haina maana hiyo. Kuna bwana ameuliza swali, mwalimu, nimepitia somo, nina ulizo la muda kwamba kati ya asili ya lugha zote ipi ndio hubeba zote, maana historia ingine jadi inanichanganya, inasema Kibantu ndio iliyozaa zingine zote. Sasa ukija ukiangalia labda context yake au mandhari muktadha wake umekuwa ni mdogo katika swali hili, lakini mimi nitajibu kwa muktadha mpana. Kwa muktadha mpana, mimi ninapoongelea habari ya lugha za kale na kuwa najaribu kueleza lugha ambazo zimeandika maarifa ya kale, maarifa ambayo yanatumika na ndiyo yanayoendesha shughuli zinazoendelea sasa hivi kama sayansi na teknolojia na mambo mengine mengi kama taaluma ya tiba, mambo ya afya, hata taaluma ya sanaa. Hizo maarifa zilikuwa zimetokana wapi? Yaani tunapozungumzia habari ya ukale wa lugha tunaongelea muktadha upi? Tunapokuwa tunazungumza ukale wa lugha, hatumaanishi kama wengine walikuwa hawaongei kama nilivyokuwa nimesema. Lakini issue inakuja kwamba wengine walikuwa wanaongea, lakini utunzaji wa kumbukumbu ulikuwaje? Utunzaji wa kumbukumbu ulikuwaje miongoni mwa hawa watu? Huku walikuwepo na kule walikuwepo. Wote walikuwa wanazungumza. Je, kubuni kwamba tutunze vipi kumbukumbu, tutunze vipi maarifa, kulikuwaje kati ya hawa watu? Hapo ndio kunakuja kuzidiana, na ndipo tunaanza kuelewa kumbukumbu za lugha, kwamba labda tuseme lugha basi tuseme maandishi, tuseme maandiko basi, tuseme maandiko au maandishi tuseme maandishi ya kale, maandishi ya kale zaidi. Ukianza kuangalia kwa muktadha huu utakuja kugundua katika maandiko, kwa sababu huwezi ukapata hivi vitu kutoka akilini mwako, ni lazima uanze kurejelea vyanzo mbalimbali. Ukifuatilia kwenye vyanzo mbalimbali utakuta kwamba zimetajwa lugha ya kimetaja Kisumeri ambacho kilikuwa kinazungumzwa Mesopotamia ya zamani. Mesopotamia nadhani si ndio Iraki hiyo ya sasa hivi. Lakini kuna Kemet, kuna lugha ilikuwa inazungumzwa Misri ya kale, ilikuwa inazungumzwa Misri ya kale, ilikuwa inazungumzwa na vile vile waliandika dokumenti za kutunza hizo kumbukumbu kwa ajili ya vizazi vyao. Lakini lugha hizo mbili, Kisumeri na hicho cha Misri ya kale, ni lugha ambazo hazijadumu, haziongelewi tena, haziongelewi. Sijui ni kwa sababu gani, lakini naweza nikadhani hata ukiangalia hata katika jamii ya sasa kuna operation fulani inaweza ikaendelea, lakini watu hao wanaoendesha hiyo operation wakawa wana lugha zao wanazozitumia ili kuweza kuelewana bila watu wengine kuelewa. Kwa hiyo kuna lugha ambazo zilitumika kwenye kuandika kumbukumbu na maandishi fulani kama siri, kama sehemu ya ulinzi wa maarifa yao, kutoka kwa maadui zao, kutoka nje ya mipaka. Kwa hiyo unakuta wanatumia maandishi ya asili au maandiko ya asili ambao ni wachache wanaokuwa wanafahamu kuhusiana na lugha hizo. Ndio maana kaona lugha zingine zimepotea kama Kisumeri au Egypt ya kale. Lakini ukija kuangalia lugha ambazo zilikuwepo tangu zamani na zipo mpaka sasa hivi, ndio utakuja utagundua kuna hii Kiarabu, utakuja kugundua kuna Kiebrania. Nikizungumza maneno haya haina maana kwamba sisi katika watu walikuwa wanaishi ukanda wewe uliopo kwamba walikuwa hawazungumzi. Kwanza kwa miaka hiyo hatujui kama sehemu hiyo ilikuwa na watu au haikuwa na watu, lakini siwezi kuzungumza chochote kuhusu kuwepo au kutokuwepo kwa watu katika eneo hiyo ulipo wewe na lugha yako. Lakini kitu ambacho naweza nikakizungumza kikubwa ni kwamba wanaweza wakawa walikuwepo na walikuwa wanazungumza lugha fulani ya kale zaidi, huenda hata kushinda
hiyo tunaosema ni lugha ya kale zaidi, lakini kumbukumbu hawajaweka kumbukumbu za maarifa ambayo inaweza kurisishwa kutoka kizazi kimoja kwenda kizazi kingine, hawajaweka, lakini hao wengine waliweka. Na hatuwezi kuwalaumu watu ambao ni wa asili ambayo wewe upo kwamba hawakuweka maandiko ya hiki na kile, lakini kule kwingine waliweka, kwa sababu hata hao wengine waliokuja kuweka, hata hao wetu wengine waliokuja kuweka hayo maandishi walikuwa wameelezewa, walikuwa wameambiwa na walikuwa wamefunuliwa au walikuwa wameonyeshwa na miungu yao. Kila sehemu kulikuwa na miungu, kila mahali kuna asili. Asili ipo kila mahali. Asili hiyo hiyo moja, kitu fulani wanakiita kwa namna hii sehemu hii, lakini kitu fulani wanakiita kwa namna ile sehemu fulani, ila ni kitu hicho hicho katika sehemu zote, ni kitu hicho hicho na mambo yake na sifa yake ni ile ile. Hapo unaweza ukawa umenielewa, lakini utakuja na hoja nyingine kwamba sasa kama kote kulikuwa na miungu, kote kulikuwa na asili, inakuwaje miungu wa huko wakawaambia habari hiyo kuliko miungu wa kwetu? Nilikuwa nafundisha mara kwa mara kwamba hizi nguvu za kiroho au uwepo wa kiroho upo kimamlaka, upo kimamlaka na kinguvu na katika viwango tofauti tofauti. Unatakiwa ukubali hilo. Unatakiwa ulikubali. Hata usipolikubali basi itafika siku ambao unaweza ukashuhudia. Na nataka nikueleze kwamba hata haya mambo unayoyaona ya kiutawala yamedownloadiwa kutoka kwenye ulimwengu wa kiroho, kutoka kwenye mamlaka za asili, kutoka kwenye mamlaka za kiroho, kwamba habari ya waziri mkuu, urais na waziri mkuu, utawala wa kidunia, utawala wa eneo kubwa na dogo, kutoka kwenye ngazi ya familia, uchifu na nini na nini na nini mpaka ngazi ya juu, yamedownloadiwa kutoka mamlaka hizi za kiroho. Ndio mwanzo wa hayo mambo. Kwa hiyo kwa kusema hayo, nataka nikwambie kitu kimoja kwamba kwa nini sasa Misri au kwa nini Mesopotamia, kwa nini hicho Kisumeri kikazungumzwa huko, kwa nini Kiebrania kikawa ni lugha ya kale na ambao inazungumzwa mpaka sasa. Kwa nini ikawa hivyo? Nataka nikwambie siri moja kubwa, ni siri ambayo ni kubwa sana. Unatakiwa kuielewa. Mimi mwenyewe nimeipata mahali nikaipata nikasema hii ni faida yangu, lakini hadi kufikia sasa hivi siwezi kusema mimi ni mwalimu alafu sifundishi mambo ambayo yanaweza kukusaidia mtu mmoja mmoja. Wewe mwenye kuelewa ambao utaelewa tu, wewe mwenye ambao utaamua kusikiliza tu usikilize, ni wewe tu, kwa sababu tunasema kusikia ni fahari ya masikio. Sio lazima uelewe unachokisikia, lakini hata kutazama ni fahari ya macho. Wewe mwenyewe utaamua kama iwe kichekesho, iwe namna gani. Lakini nataka nikwambie kwamba kuna siri kubwa. Kwa nini Misri? Kwa nini mashariki ya mbali? Yaani kwa ujumla niseme kwa nini mashariki ya mbali pale pakawa na viji mambo mpaka habari ya Biblia imeandikwa kule. Hata Kiarabu chenyewe kimetokea huko mashariki ya mbali. Hata Kiebrania chenyewe kilicho ambacho ndio asili ya dini ya Kikristo, kimetokea hapo huko mashariki ya mbali. Kuna siri gani? Bwana, huwa nakwambia kila siku kwamba dunia au sayari hizi ni viumbe hai ambavyo vinaishi na vina mapigo ya moyo. Nishawahi kukwambia kwamba mchana na usiku ni kama pumzi. Ni kama pumzi za viumbe hivi. Kuvuta ndani na kutoa nje. Lakini hata ni jambo ambalo liko complicated, lakini sayari ni kiumbe. Na kama ni kiumbe, kama ulivyo mwili wa binadamu, kama ulivyo kwa kiumbe kingine chochote, hata tembo, hata sijui mnyama gani, simba, sijui hata chui, ukienda kufuatilia wazee wa zamani watakwambia kwamba unapokuwa unawinda tembo, sio kwamba utampiga kila mahali afe. Unaweza kumpiga mkuki au mshale sehemu fulani asife, ukajiletea balaa. Kumbe tembo ana sehemu fulani za kupiga ambazo ukimpiga tu hapo anazima. Kumbe huwa kuna neva za, yani kila kitu huwa kinakuwa na mishipa au niseme maeneo maalumu ya nishati yake. Yani kila kiumbe huwa kinakuwa katika mfumo huo. Hata kama ni mnyama fulani, kuna sehemu fulani ukimgusa unakuwa tu kama umemchokoza, ataluka mwisho wa siku atakuumiza, lakini kuna mahali ukimgonga kidogo tu anazima. Hata binadamu ni hivyo hivyo. Ukifuatilia hawa watu wanaojifunza ngumi za ndani kabisa, ngumi hizi, kung fu, martial arts, sanaa ya ngumi hizi, utakuta mtu ambaye ni master kabisa wa ngumi, utakuta anamcholoa skeleton ya mtu. Yani ikisema skeleton ya mtu, yani mfumo wa mtu jinsi ulivyokaa
kuanzia kichwa mpaka miguu, mifupa yake au na mishipa yake. Mshipa fulani umepita hapa, mshipa fulani umepita hapa. Anakuwa anajua kabisa kwamba binadamu nikimgusa sehemu fulani anazima. Binadamu nikimgusa sehemu fulani anapooza. Anakuwa anajua kwamba kiumbe yoyote anakuwa na hayo mambo. Kwa kisha sema kwamba dunia au sayari ni kiumbe, nacho kina nini? Kina sehemu zake zenye nishati kubwa. Sehemu fulani sawa, ni kweli pana uzima, hapajanyauka na pana nguvu fulani, au panaweza pakafanya kitu fulani, lakini hapana nguvu kama sehemu fulani. Ndivyo jinsi ilivyo. Ndivyo jinsi ilivyo. Kisha sema kitu ni kiumbe, ndio jinsi na namna ilivyo. Kwa hiyo sasa ukija katika, huwa nakwambia kila siku kwamba sayansi hii na teknolojia sijui na nini tunafundishia hapa, angalia tunafundishia simu ni sayansi na nini. Vyote hivi vitu vyote hivyo unavyoviona vya kisayansi na teknolojia sijui dijitali ya kisasa, mambo ya kisasa, ni vitu ambavyo watu wanajifunza kutoka kwenye asili. Wanajifunza kutoka kwenye asili. Ni vitu ambavyo wanajifunza kutoka kwenye asili. Nikisha sema hivyo kwamba dunia ni kiumbe, ukumbuke kwenye somo la sayansi, kipengele cha jiografia, tunajifunza kuhusiana na mistari ya gridi. Tunasema mistari ya gridi. Sasa mistari ile ya gridi pale inapokutania ile michoro wanayoichora wenye kuelewa, pale inapokutania hii maeneo kama hayo, ndio utakuta kwamba kuna nguvu za kiroho pale, kuna nishati. Na mara nyingi sehemu hizo utakuta ni sehemu anazofanyia matambiko, au kuna ka special fulani, au unakuta kuna chanzo cha maji cha ajabu ajabu mahali hapo. Ni sehemu ambapo pana nishati kubwa kuliko sehemu zingine. Sio kila mahali unaweza kufanyia ibada ya kiroho, sio kila mahali unaweza kufanyia hata meditation. Ndio maana kwa kutambua hilo, hata ukienda nchi zingine za mbali kama huko USA, utakuta wamejenga jengo fulani na kuambia kwamba hili jengo ni jengo kwa ajili ya meditation, na watu wanalipia kwa sababu mahali hapa pana vortex ya kufanyia meditation. Mahali hapo ukikaa katika mkao wa usawa, unakuwa unapokea mawazo kutoka kwenye ulimwengu wa kiroho. Ukikaa, sio kila mahali wanakufundisha tu meditation, wewe unajua kila mahali pa kufanyia meditation. Sawa, utajua kufanya meditation, utajua kufanya meditation yako, lakini itakuwa ngumu kama unafanyia pale, na itakuwa rahisi kama unafanyia pale. Haijalishi unajua au hujui. Ndio jinsi ilivyo. Kwa hiyo nataka nikusanue kwamba kule wanakopigania vita, kule unakoona wanapigania vita, kuna nishati kubwa. Hata mamlaka za kule zinaweza zikawa ni mamlaka kubwa. Na ndio maana unaweza ukalakaa ukalamu kwamba kwa nini sasa sisi mababu zetu hawakuweka kumbukumbu? Kwa nini sisi mababu zetu huku tuliko lugha yetu walikuwa wamezungumza tangu zamani, lakini hakuna hata mahali walipoandika? Ina maana sasa ya kuandika walikuwa hawana. Kumbe mamlaka zinatofautiana. Hata watu wanaozaliwa katika eneo hilo wanakuwa katika namna fulani. Ukiachana na namna ya sasa ya kisiasa, kwa sababu kuna watu wengine wanaishi mahali fulani kisiasa, yani walipelekwa tu. Watu wa asili wa hapo hawapo. Wameshahama, wameenda mbali kutokana na mijongee na vurugu na nini na nini, wameshahama. Ni movement zile za watu mijongeo. Kama tunavyosoma kwenye historia zetu kwamba kulikuwa historia ya Mansa Musa, alikuwa ni tajiri, alipita Misri akawagaia watu wa Misri vipande vya nini, alienda kumuona King Solomon, yani sijui nini, mambo kama hayo. Alienda kuona sisi, alikuwa anasafiri kwenda mashariki ya mbali huko. Utakutana na story kama hizo, lakini lazima ujiongeze kwamba hii dunia ni kiumbe, na kama ni kiumbe kina mishipa ambayo hapa kuna nguvu hizi, hapa kuna nguvu ndogo, hapa kuna nguvu kubwa, hapa kuna nguvu kubwa. Na sehemu hizo zenye nguvu utakuta wameweka minara, utakuta wanafanyia matambiko, utakuta eneo hilo sio eneo, nakwambia ni eneo takatifu. Utakuta kuna miti ambayo huo mti ukiufanyia hivi na hivi na hivi unatibia kitu hiki na hiki. Utakuta kuna miti ya maajabu sehemu ambazo kuna vortex. Kama hakuna chanzo cha maji, utakuta imeota miti ya dimu. Kama hamna miti, utakuta chini kuna madini. Yani hivyo, yani huwezi kutenganisha hivi vitu. Yani huwezi kuvitenganisha, ndivyo jinsi ilivyo. Kwa nikikwambia habari ya lugha, sizungumzii kuongea, nazungumzia mlitumiaje kwenye kuongea. Kwa maana hata ndege leo hii ukiona ndege wanaongea, wanawasiliana, wanaweza wakaitana kwa milio jinsi wanavyojua wenyewe ndege. Lakini tena hapo imekuja sayansi hapa duniani ya kujifunza jinsi ya kuongea na ndege, jinsi ya kuongea na mbu, jinsi ya kuongea na paka, jinsi ya kuongea na ng'ombe, jinsi ya kuongea na farasi. Watu wanafundisha, wanasema animal, nasema keto nini?
inaitwa hiyo kozi inaitwa ketonini, mtandaoni ipo sana hiyo. Animal pet sijui ni nini hiyo. Sanaa ya kujifunza kulea wanyama. Unaweza ukakaa hapa ukamuita ndege akaja, wanajifunza, yani wanajaribu kujifunza, wanajaribu kukaa na viumbe hawa muda mrefu, kujaribu kuwasoma jinsi wanavyozungumza. Kwa mnaweza mkaa mnazungumza muda mrefu, lakini msitunze maarifa hayo. Msitunze maarifa hayo. Ndege mpaka leo tangu walipoumbwaga wanaongeaga tu hizo lugha, lakini ndege hawana maktaba wala hawana library ya kwamba wameandika maarifa fulani ya kutengeneza viota sijui na nini. Lakini wengine waliandika, na hiki ndio kilichowasaidia lugha zao kuwa na nguvu au kuwa lugha ambazo zinafanya maajabu. Utakutana na mtu anakuuliza kwamba kwa nini tusiombe kwa lugha ya Kiswahili, tunaomba kwa Kiarabu. Kiarabu ni lugha ya kale. Ni lugha ya kale, yani kwa kumbukumbu neno fulani lilikuwa linatamkwa miaka 5000 iliyoisha, lilikuwa linatamkwa namna hiyo. Sasa wamelitunza mpaka leo. Hilo neno ulikuwa ukilitamka hichi kitu fulani kinatokea. Miungu wa muda ule walikuwa wanaelewa hilo neno kinamna hiyo. Walikuwa wanafanyia hivyo conversation. Sasa angalia Kiswahili chetu. Leo hii kitu fulani kitakuwa kinaitwa hivi. Leo kitakuwa kinaitwa hivi. Sio kitu cha kudumu. Kizazi hiki kitakijua kwa jina hili, kizazi hiki kitakijua kwa jina hili. Alafu sisi tunakuwa tunasema kwamba ni utajiri wa lugha. Ni utajiri wa lugha. Ndio wenyewe wanaita hivyo. Lakini wengine wanatunza. Ni vitu ambavyo vitakuwa kutranslate kutoka kizazi hiki na hiki. Kutoka kizazi hiki na hiki. Ndio maana ya maneno haya, si kuomba kwa lugha, kunena kwa lugha. Ni maneno ambayo watu wanajaribu kuyasema ili waweze kueleweka jinsi ambavyo ilikuwa inaeleweka kwa nguvu za kiroho kipindi hicho. Ukisema kitu ambacho nguvu za kiroho yenyewe hata hazikielewi, yani inakuwaje hapo? Yani ndio kitu kilichopo kwenye lugha hizi. Leo nikasema tuzungumze kuhusiana na lugha. Tuongee kuhusiana na lugha hizi. Uende unaweza kawa umenielewa kidogo au sana. Kama kuna mahali kutakuwa kuna swali kuhusiana na uzuri, mimi sijaweka restriction yoyote kwamba mtu unitafute kwa namna gani au namna gani, lakini ukiandika comment nitajibu. Yani kwa mfano kama hivi umeona hili swali, mtu kaniuliza personal kabisa, lakini nimelitumia kuja kukuelewesha na wewe. Kwa na wewe mwenyewe unapopata swali fulani, inaweza ikawa faida kwingine, kwa sababu huyo mtu aliyeuliza hapa anajijua yeye mwenyewe. Wewe huwezi kumjua kama ni nani, unaweza kuwa unaishi naye hapo, lakini wengine wamefaidika. Hata wewe mwenyewe kama kuna kitu umekipata hapa kwenye haya maelezo, umefaidika. Mwisho kabisa niseme hivi, kama hii kitu au hii somo utaikuta kwenye TikTok, ni vizuri ukafollow kama hichi kitu ninachokifundisha kinakuingia. Kwa sababu pale utakapo follow utaongeza jamii, na mwingine atapata kuelewa hichi kitu, ataona kama bana huyu mtu anamfuata, labda wewe umekielewa hicho kitu ukao umefuata, utasaidia kumshawishi na mwingine aje afuate, apate maarifa haya. Kwani ni vibaya kubadilishana maarifa? Mimi nadhani sio vibaya. Kwa hiyo ukifollow unakuwa unaongeza nguvu ya kumshawishi mwingine naye aje afollow na aje asikilize masomo haya. Kwa sababu we mwenyewe ukipata kufahamu hivi vitu ukakaa navyo mwenyewe, utaishi na nani ambaye hafahamu hichi kitu ulichokifahamu? Kwa hiyo kuna umuhimu wa kubadilishana maarifa, kubadilishana ufahamu. Kwa hiyo utafollow kama ni kwenye TikTok, kama ni kwenye Facebook utafollow, kama ni kwenye YouTube utasubscribe na kulike, kwa sababu kuna YouTube channel ambayo ni Ndagisha Kafumo. Ukishaandika pale utakuta kuna masomo mengi ya kiroho, mengi sana ya kiroho. Unaweza kujifunza mambo mengi kabisa huko. Kwa hiyo nikutakie wakati mwema na iwe heri kwako. Nimekaa hapa nikaona kama sijamuelewesha huyu bwana kuhusiana na Kibantu. Mimi siongelee katika muktadha wa Afrika Mashariki au katika muktadha wa Tanzania. Unaposema Kibantu ndio kimezaa lugha zote, unaongelea muktadha wa Tanzania tu peke yake au eneo hilo ulipo wewe. Ni kweli hizi lugha zinaingiliana maneno, yani mizizi ya maneno inaingiliana, lakini mimi ninachokizungumza hapa ni mambo ya kimataifa. Ndio ninachokizungumzia. Ninapozungumzia lugha fulani ni mambo ya kimataifa. Hiyo tu ni lugha tu, kama ni Kibantu sijui na nini, zipo lugha za kikabila mbalimbali, lakini utakuja utarudi pale kwamba utunzaji wa kumbukumbu
wengine walikuwa wanarahisishana tu story na habari kwa kutumia simulizi. Hakuandika hizo simulizi, hakuziandika, na kama aliandika kwa lugha gani? Hiyo lugha aliandikia iko wapi? Kwa hiyo hizo kumbukumbu za kuandikwa ndo ni adimu, sio kwamba eti ndo tukisema ndio kwamba eti tukisema Kiebrania ni lugha ya kale kwamba basi ndo sio lugha yako, sio ya kale. Hapana. Tunazungumzia katika muktadha wa maandishi na maarifa, transfer of knowledge. Ulikuwaje? Mikakati yake ilikuwaje? Nguvu ya mamlaka hizi, nguvu ya mamlaka iliyokuwa inasimamia pale ulipo na pale na ile iliyokuwa inasimamia uendeshwaji wa mambo kule ambapo wao wapo. Ndio hicho kitu ninachokuwa nakimaanisha. Kwa hiyo kwa mtu ambaye anasema bana Kibantu, tunasoma Kibantu shuleni kwamba chanzo cha lugha sijui. Ukisema Kibantu unaongelea Kiswahili. Ukiongezea mambo ya Kibantu unaongelea utengenezaji wa lugha ya Kiswahili. Lugha ya Kiswahili yenyewe kuandikwa kwake inatumia misamiati ya lugha za kigeni. Yaani ukiangalia hizo alfabeti ni alfabeti za Kilatini. So ukiangalia Kilatini nacho kimekuja kuundwa kutoka kwenye Kigiriki na ni lugha tu za kutengenezwa kutoka kwenye lugha zile za kale. Kama nilivyokuwa na kueleza kwamba zedi, zedi ukiangalia zedi kwenye Kiebrania pale ni zana. Ipo kama zana pale, ni zedi ile. Ukiangalia pe ni kufungua mdomo wazi, kinywa wazi, pe ni kusema. Pio zedi hiyo tayari umeshaipata. Ukiangalia herufi ya kwanza ni a, iye a unakuta ni kichwa cha ng'ombe kilichogeuzwa. Ukiangalia n ni nuni. Nuni maana yake nini? Ni mbegu inayoota, mbegu inayostawi. Kwa hiyo utakuta vitu kama hivyo. Ndio nilichokuwa nakimaanisha. Mimi nilikuwa namaanisha worldwide, chimbuko la vitu kimataifa, sio Kiswahili peke yake. Sababu mimi sizungumzii Kiswahili. Sizungumzii tu Kiswahili peke yake. Kwa hiyo ukisema asili ya lugha tunajifunza kwamba ni Kibantu, ndio kimetokana na lugha zote. Ni lugha tu hizi makabila ya Tanzania na makabila mengine ambayo yenye lugha asili ya Kibantu. Ndio hicho kitu tunachokizungumza. Lakini kumbukumbu zake au documentation zake ziko wapi? Herufi au scripture au alfabeti zake za hicho Kibantu ziko wapi? Zimeandikwa wapi? Ndio udhaifu wa lugha yetu. Yani nimekuja tu kwenye maandishi tunatumia yaliyobuniwa na wengine huko nchi za mbali. Ndio hicho kitu nilichokuwa nakimaanisha na ndio kitu ambacho nakieleza. Kwamba lugha zetu sisi zimebaki tu kama linavyoongea na ndege anavyoongea na ndege wengine. Ukisema kwamba mti unaweza kuwasiliana na binadamu kwa hisia, utasema kwamba mimi nawezaje kujifunza hicho kitu? Ni kitu ambacho ni kigumu mpaka ujifunze. Na kujifunza kwake kuna kutegemea uache mambo mengine. Sio watu wa sasa anataka ajue kitu fulani, alafu bado amejing'ang'aziza, amejishikiza hapa. Alafu kitu anachotaka kujifunza kipo mbali. Kuna kauli inasema huwezi fika bila kwenda. Huwezi kufika bila kwenda. Alafu kwenye mambo ya asili huwa kuna kustahili. Lazima ufuate kanuni na taratibu za kitu ndipo uweze kukifahamu vile kukifahamu. Kwa hiyo sio jambo la rahisi, kwamba eti sijui, yani kwa mfano kama hivi ukija kusema kwa mfano kama maajabu, kuyafanya maajabu fulani sio kitu cha rahisi. Utaona tu sio kitu cha kujifunza eti leo na kesho tu unakuwa unaweza. Yaani lazima uwe jinsi ambavyo kitu kinataka ndio kiweze kuwa na wewe. Yaani hivyo, hata sijui ni kueleweshaje hapa, ila kiufupi ndio hivyo. Kama kutakuwa na swali lingine utaweka kwenye comment. Mwenye mawasiliano yangu atanitafuta moja kwa moja kupitia WhatsApp. Namba zangu zipo kila mahali. Basi kwa heri.